lenye habari iliyopewa kipaumbele ni NIDA yahujumiwa, wajanja wapiga fedha kwa kutengeneza vitambulisho feki, stationari zatumika kuhujumu, mmoja anaswa mtandao zaidi wa sakwa. Hivi ndivyo inavyofanyika. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika kwa wale wanaokwenda stationari kwa lengo la kutengeneza vitambulisho vya taifa, kwanza wafahamu kuwa vitambulisho hivyo ni feki, hivyo kumiliki kitambulisho cha namna hiyo ni kosa, na utakapokamatwa nacho utafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Huyu ni Geoffrey Tengeneza, msemaji wa NIDA. 10,000 kiasi kinachoelezwa kutumika kutengeneza kitambulisho cha NIDA. Hata hivyo, yapo maeneo mengine yanatengeneza kati ya shilingi 15,000 na 25,000. Sababu ya kuwepo kwa NIDA feki: nimeshachoka kuhangaikia kitambulisho, kwanza sijui nikakichukue wapi, maana nilijiandikisha kwenye maonyesho iliyofanyika viwanja vya Mbagala Rangi Tatu mwaka 2019 hadi leo mwaka 2024, alisema mkazi wa Mbagala, akieleza sababu za kutafuta kitambulisho kwenye stationari. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Mchengerwa ahitimisha utata jengo la Gambo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nyongeza ya mishahara katika jicho la wachumi. Habari katika ukurasa wa 2. Mwabukusi kupiga hodi kwa Samia. Habari katika ukurasa wa 5. Mdude Nyangali anavyopita kwenye tanuri la misukosuko. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Mavunde ataja mbinu mpya kudhibiti utoroshaji wa madini. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Hotuba ni katika ukurasa wa 16 hadi ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kamata nakala yako, some kwa ndani zaidi.